إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu, mwalimu wetu, kipenzi wetu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wahusieni ndugu zangu Waislamu pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Hotuba yetu ya leo itakuwa na maudhui inayosema mambo manne yanayoharibu undugu. Mambo manne yanayoharibu undugu. Ni hotuba ambayo makusudio yake kuweza kufahamu visababishi vinavyofanya ndugu wa nasaba, ndugu wa damu, ndugu wa ukoo kuhasimiana. Wanachuoni wameweka haya mambo manne kuwa ndio sababu kubwa zinazoharibu undugu baina yetu. Ndugu zangu Waislamu, katika neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi ni neema ya kuwa na ndugu, na hususan kuwa na ndugu mwema. Hii ni moja katika neema kubwa sana. Kama Allah amekujalia unayo ndugu yako, kaka yako, mdogo wako, almuhimu ni ndugu, awe wa baba mmoja, awe wa mama mmoja, awe wa mama tofauti, almuhimu ni ndugu yako, basi shukuru kusema alhamdulillah, kwa sababu ni neema kubwa sana. Na ndugu yako anapokuwa ni mwema, basi hiyo neema inakuwa ni kubwa zaidi. Ndugu zangu Waislamu, ndugu mwema ndio ngao, na ndio ngao yako dhidi ya shari na maadui yote. Ndio msaidizi wako wakati wa shida, ndio uti wa mgongo anakufanya wewe usimame na uwe imara na uonekane umesimama. Hii yote ni kutokana na kuwa na ndugu mwema. Ndio tegemeo lako wakati wewe haupo, wa kuiangalia familia yako na kuijali na kuithamini. Lakini vile vile ndio mshauri wako ambaye atakushauri katika mambo ya kheri. Huyu ni ndugu, na ni ndugu mwema. Lakini ndugu zangu, katika jamii tunayoishi hivi sasa, kwa masikitiko makubwa sana, leo unawakuta ndugu wa damu kabisa, wamebeba damu moja kutoka kwa baba mmoja, wamelelewa katika nyumba moja, inawezekana wamenyonya titi moja, wameishi katika chumba kimoja, wamecheza pamoja, na hata ukiangalia album zao walivyokuwa watoto, jinsi walivyokuwa wako karibu na wanavyopendana, huwezi kuamini kwamba hawa sasa hivi ndio wale waliokuwa watoto nyumbani kwao. Wamekuwa maadui, wamekuwa wanachukiana. Ndugu zangu, leo hii katika ulimwengu tulionao, dunia imeingia katikati ya ndugu, na Ibilisi amepenya katika nyoyo za wanandugu kupitia mambo haya manne ambayo ni mali. Jambo la kwanza ni mali, jambo la pili ni hasad, jambo la tatu ni wanawake, jambo la nne ni kifo. Haya mambo manne haya ndio ambayo maulama wamesema ndio yanayo haribu uhusiano baina ya ndugu. Mali, jambo la mwanzo kabisa; hasad, wanawake na kifo. Ndugu zangu Waislamu, tukianza na jambo la mwanzo ambalo ni mali. Mali ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye anamruzuku amtakaye. Lakini vile vile mali ni mtihani mkubwa sana ambayo mtu amepewa. Allah anasema wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna,
eleweni kwamba mali zenu ambazo Mwenyezi Mungu amewapa na watoto wenu ambao Mwenyezi Mungu amewapa, kwenu nyinyi ni mtihani, ni fitna. Kwa hiyo moja katika fitna ya mali ni kuwagombanisha wanandugu. Mtu kumiliki mali sio shari, ni jambo la kheri, na Uislamu unahimiza Waislamu watafute, watembee ardhini, watafute mali. Lakini shari inayopatikana katika mali ni kuipenda mali kuliko kitu chochote kingine, kuliko hata ndugu zako wa damu. Hii ndio hatari ya mali inakuja hapo, mtu kukata undugu na kusahau haki ya ndugu yake kwa sababu tu Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kuwa na kipato. Ndugu zangu, ni ndugu wangapi ambao wamehasimiana kwa sababu ya ardhi? Kwa sababu ya kipande cha ardhi tu wamekuwa ni maadui. Ni ndugu wangapi ambao wamehasimiana kwa sababu ya nyumba ya urithi ambayo inawezekana hata hawakuitafuta wao, wameikuta tu, lakini wakagombana, wakahasimiana, hawazungumzi na wakaapishana. Na sio hivyo tu, na mpaka watoto wao wakawa ni maadui. Kwa hiyo wadui unaanzia kwa wazazi unakwenda mpaka kwa watoto, na ni undugu wa damu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nyumba ya urithi. Au katika kampuni au biashara watu wanahasimiana kwa sababu hiyo hiyo ya mali. Leo ni ndugu wangapi hawatembeleani katika minasaba ya aina yote, sio furaha wala huzuni, kwa sababu ya mali ya urithi. Na hili jambo ndugu zangu lipo kwa mashehe kwa kiwango kikubwa sana. Magomvi mengi yanayotokea baina ya wanandugu, wallahi asilimia kubwa sana ni urithi na mali. Kwa hii ni sababu mojawapo kwanza inayovunja undugu wetu wa nasaba, undugu wetu wa damu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, wala msiliane mali zenu baina yenu nyinyi kwa njia ya batili, kwa kudhulumiana. Na hapa wanazungumziwa vile vile ndugu katika masala mazima ya mirathi. Na wanaulama wanasema, la taj'alul mala aghla min akhikum, usifanye mali ikawa ina thamani kubwa kuliko thamani ya damu, kuliko thamani ya undugu. Sasa hivi mali imekuwa na thamani kuliko damu, vile vile kuliko undugu wetu wa nasaba. Ndugu zangu Waislamu, mali inatafutwa na inapatikana. Ardhi tunazikiana humu ndani ya ardhi. Biashara inafidiwa, lakini ndugu wa nasaba huwezi kumfidia, huwezi kumpata sehemu yoyote. Tayari ameshakuwa ni ndugu yako na huwezi ukamfidia pale ambapo utampoteza. Kwa hiyo tusipoteze undugu wetu kwa sababu ya mali, bali tuunganishe undugu wetu. Hii mali inakuja ni kitu cha pili. Jambo la pili ndugu zangu ambalo linasababisha kukata undugu ni hasad. Katika tabia inayoharibu undugu wa nasaba wa damu ni husda. Kwa nini baba anampenda fulani zaidi? Kwa nini amefanikiwa ndugu yangu katika mambo yake, mimi sijafanikiwa? Kwa nini watu wanampenda sana lakini mimi sipendwi kama anavyopendwa ndugu yangu? Kwa nini amekuwa tajiri lakini mimi nipo katika hali duni? Haya ni mambo ya husda yanapita katika nafsi ya mtu, na kidogo kidogo yanapelekea kuanza kumchukia ndugu yake kwa sababu ambayo hajajisababishia yeye, ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye amempa. Na hapa ndio hayo maradhi yanaanza kuingia katika nafsi ya mtu. Mwenyezi Mungu anasema, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum, je, hawa wanawahusudu watu kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu amewapa? Ala ma atahumullahu min fadli, katika zile fadhila ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa. Kwa nini umuhusudu ndugu yako? Amepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wewe muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akufungulie milango ya riziki. Qur'ani imetuhadithia ndugu zangu Waislamu kisa cha Nabii Yusuf alayhi salam na ndugu zake. Hawa ni ndugu kabisa wa nasaba, lakini Qur'ani inasema, idh qalu la yusufa wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Kumbuka pale ndugu wa Yusuf 10 walipokaa wanazungumza, wakasema hivi, huyu Yusuf na ndugu yake ndio ambao wanapendwa zaidi na baba yetu kuliko sisi. Wa nahnu usba, kati sisi ni kikundi kikubwa. Inna abana la fi dhalalin mubin, hakika baba yetu amepotea katika jambo kama hili. Kwa hiyo ilianza husda, hisia za ndani ya nafsi. Lakini husda mara nyingine inakuwa translated katika matendo, na mtu kuchukua maamuzi magumu, maamuzi mazito
ambayo saa nyingine anaweza kuwa ni majuto baadaye. Shetani anaingia katikati. Ndugu wa Yusuf wakasemaje? Uqtulu Yusufa, muweni, msipate tabu sana, muweni Yusuf, au itrahuhu ardan, au mfukuzeni katika ardhi yenu, waende mbali kabisa, msiwe mnamuona. Kwa hiyo hisia za husda za kwamba Yusuf na ndugu yake anapendwa, matokeo wakasema tumuue au tumfukuze kabisa katika eneo hili. Hawa ndugu zangu ni ndugu wa baba mmoja, mzee Yaqubu alayhi salam. Lakini angalia undugu ulivyovunjwa hapa kwa sababu ya udhaifu wa kibinadamu ambao ndani yake ilikuwemo nini? Husda. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tahasadu, msihusudiane, wala tabaghadu, wala msibughidhiane na kuchukiana, wala tadabaru, wala msifanyiane vitimbi vya chini chini, wakunu ibadallahi ikhwanan, kuweni ndugu wa Mwenyezi Mungu, kuweni waja wa Mwenyezi Mungu mkiwa ni ndugu. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kujenga undugu wetu. Ndugu zangu Waislamu, jambo la tatu ambalo linasababisha kuvunja undugu ni wanawake. Na mwanamke anaweza kuwa ni mama ambaye anapandikiza chuki kwa watoto, ima dhidi ya baba yao wamchukie, hii ni kuvunja undugu, au dhidi ya ndugu zao wa baba mmoja mama tofauti, na hii imekithiri sana kwenye jamii, kwamba mama anampandikiza chuki watoto wake wawachukie ndugu zao ambao ni wa baba mmoja lakini matumbo tofauti. Unakuta ndugu wana nasaba moja hawaelewani kwa sababu mama aliyoko nyumbani ndio anasababisha matatizo kama haya. Hii ni nafasi ya wanawake kuvuruga undugu, na hii imekithiri ndugu zangu katika jamii tulionayo. Mama anataka watoto wake wapendwe na baba yao kuliko watoto wa mwenzake, kwa hiyo inapelekea undugu kuchukiana. Anaweza akawa huyu mwanamke ni mke, anatumia mapenzi ya mume wake kumkata na ndugu zake, anampandikizia maneno ya kuonyesha kwamba ndugu zako hawakupendi, hawana kheri na wewe, hawakutakii kheri, wewe baki na mimi tu hapa. Kwa hiyo unakuta ndugu anachukia ndugu zake. Nini? Mwanamke nyumbani anamshawishi ili aweze kumdhibiti, labda Allahu aalam, lakini anamkata na ndugu zake wanasaba. Mtu anawachukia kaka zake, anawachukia ndugu zake, kisa mwanamke nyumbani anampandikizia maneno ya kumchukiza na ndugu zake. Na hii vile vile ndugu zangu imekithiri. Leo ndugu wawili wa tumbo moja hawaongei, sababu wake zao, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi. Maneno yanafika kwa ndugu, hawatembeleani, hawaongei kwa sababu wanawake wamesababisha. Ndugu wanahtafiana, wanahasimiana, wanachukiana. Na Mwenyezi Mungu anasema zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, tumependezeshewa sisi kupenda matamanio. Miongoni mwa haya matamanio ni wanawake. Wanaume wengi wanakuwa controlled na wake zao, mpaka anamsahau baba yake, anamsahau mama yake, ndugu yake hataki kumuona. Kwa sababu gani? Mamsap nyumbani anampa maelekezo mambo ya kufanya. Hii ndugu zangu ni udhaifu. Undugu, huyu mwanamke unaweza ukamwacha ukaoa mwanamke mwingine, utampata wapi ndugu mwingine ambaye amezaliwa baba mmoja na wewe? Utampata wapi? Huwezi kumpata. Lakini wanawake wako wengi shekhi, unamwacha leo, kesho unaenda kuoa mwanamke mwingine. Kwa nini wewe uhasirishe undugu wako kwa sababu ya mwanamke? Mtu ambaye mmezaliwa pamoja, mmekuwa katika nyumba moja, mmecheza pamoja, mmefanya mambo yenu mengi pamoja, leo kweli unashikiwa akili na mwanamke anakuchonganisha wewe na ndugu zako wanasaba. Huu ni udhaifu mkubwa sana ambao unajitokeza. Ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma taraktu ba'di, sijawaacha mimi baada yangu mimi, fitnatan, fitna iliyokuwa kubwa, adarra ala rijali, ambayo ina madhara makubwa kwa wanaume, minan nisa, kuliko fitna ya wanawake. Fitna ya wanawake inatuharibia sana. Kama hautokuwa makini ndugu yangu, utajikuta ndugu zako wote wamekutenga, sio sababu nyingine, ni kwa sababu ya mke wako. Ewe ndugu yangu Muislamu, usimruhusu yoyote asimame baina yako wewe na ndugu yako, kwa sababu ndugu hafidiwi. Ewe baba, kuwa mwadilifu kwa watoto wako, usiwe sababu ya wao kuchukiana. Sababu ya 4 inayopelekea undugu kuvunjika na kuhasimiana ni kifo. Kifo kinatenganisha baina ya ndugu wanaopendana.
wote humu ndani msikitini tumepoteza ndugu zetu wa karibu ambao tulikuwa tunawapenda, tulitamani tuwe nao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kawachukua. Tumetenganishwa na tunawapenda sisi. Wazazi wetu wapendwa, kaka zetu, dada zetu, wake zetu, watoto zetu na kadhalika, wote inawezekana wametangulia mbele ya haki. Lakini waliondokaje? Hapa ndio swali la kujiuliza. Waliondoka wakiwa na mahusiano mazuri na sisi? Kwa sababu kama ndugu yako ameondoka ni pengo kubwa sana. Lakini kama aliondoka hamzungumzi, hamuongei, mmehasimiana, pengo kubwa zaidi. Yani leo unakwenda tu kwenye kaburi lake, unasimama pale mbele, ndugu yangu nisamehe sana. It's too late. It's too late. Yuko kwenye barzakh. Kama kusameheana ni sasa hivi, kabla hajatangulia mbele ya haki kuyaweka sawa. Hata anapotangulia mbele ya haki inakuwa ni pigo kwako, lakini ndani ya nafsi yako unahisi kwamba ameondoka akiwa tuko sawa sawa. Tuko sawa sawa kuliko anavyoondoka mmehasimiana kwa sababu yote isiyokuwa ya msingi. Ndugu zangu, kuliko kwenda kumwombea radhi kwenye kaburi lake, muombe radhi akiwa hai. Fanyeni sulhu na ndugu zenu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, yauma la yanfa'u malun wala banun, siku ya kiyama haitamfaa mtu mali yake wala watoto, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye atakayekuja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiwa na moyo uliosalimika. Haya mambo manne ndugu zangu tuwe nayo makini sana. Ndio mambo ambayo yanaharibu undugu wetu wa nasaba. Tujitahidi kadri ya uwezo wetu kuyaangalia mambo haya manne na kujiepusha na vile visababishi ambavyo vinapelekea katika uhasama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.